Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia hii leo. Watu kote China waliadhimisha sikukuu ya kati ya msimu wa vuli siku ya Jumatatu, wakishiriki katika shughuli mbalimbali za kitamaduni za jadi. UNHCR yakubali azimio la kukuza haki za kiuchumi, kijamii na kitamaduni. Waziri wa utamaduni wa Nigeria atoa wito wa uwezeshaji wa wanawake kwa ajili ya jamii imara. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Daruesh. Wakati wa likizo ya siku 8 ya sikukuu ya kitaifa na tamasha la katikati mwa msimu wa vuli nchini China, wananchi walionyesha nguvu kubwa ya matumizi. Migahawa, maduka na maeneo ya utalii yalijaa watu, yakionyesha ongezeko la matumizi ya ndani, huku bidhaa za kiteknolojia na burudani pia zikivutia watumiaji wengi. Ronald Mutie ana maelezo zaidi. Wateja wa migahawa, wasafiri na wanunuzi waliendesha matumizi makubwa ya watumiaji nchini China wakati wa likizo ya siku 8 ya sikukuu ya kitaifa na tamasha la katikati mwa vuli ambalo lilianza Oktoba mosi. Kwa kuwa mikusanyiko ya kifamilia ni sehemu muhimu ya tamasha hili la katikati mwa vuli lililoendeshwa Jumatatu, migahawa imeripoti ongezeko la shughuli katika sehemu za kulia nchini humo. Takwimu kutoka majukwaa ya mitandaoni zinaonyesha kuwa wakati wa tamasha hilo mwaka huu, kiwango cha ujazaji katika migahawa kiliongezeka ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana, huku matumizi ya vyomba vya chakula binafsi vya watu 3 hadi 4 yakiongezeka kwa zaidi ya 90%. Kutoa uzoefu maalum kama kutengeneza keki za mwezi na mikono kumesaidia migahawa kuwavutia zaidi wateja. Vinyago na bidhaa za kuchezea zenye uhusiano wa kitamaduni na tamasha la katikati mwa vuli pia zimekuwa kivutio kwa wateja wakati wa likizo. The design is very unique and novel, featuring products in the shape of round little rabbits, which are popular among young people like us. Biashara za rejareja pia zimekuwa zikifanya vizuri. Katika kaunti ya Huiyan, jiji la Guangzhou, mkoa wa Fujian, mashariki mwa China, soko kubwa lililofunguliwa upya baada ya ukarabati lilipokea wateja wengi. Huko Ruiyan, jiji ndogo katika mkoa wa Zhejiang, mashariki mwa China, chapa 54 mpya zilifunguliwa kabla ya tamasha hilo katika jumba kubwa la biashara ambalo lilitembelewa na zaidi ya wateja 1600 katika siku 6 za mwanzo wa likizo, ongezeko la 17% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Kwa wanunuzi wa mtandaoni na madukani, bidhaa rafiki kwa mazingira na zile za teknolojia mpya zilikuwa maarufu zaidi. Kwa kuwa familia nyingi zilikuwa zikisaka burudani wakati wa likizo, mapato ya sinema yalifikia yuan bilioni 1.6 ambazo ni sawa na dola za Kimarekani dola milioni 225 katika siku ya 7 ya likizo. Watalii wa kuingia nchini wakihamasishwa na sera mpya za kuingia bila visa, upanuzi wa huduma za kurejeshewa kodi na urahisishaji wa malipo umewavutia zaidi. Katika bandari ya Heiho mkoani Elojiang, kaskazini mashariki mwa China, idadi ya watalii wa kuingia nchini katika siku 6 za kwanza za likizo iliongezeka kwa 38.46 ikilinganishwa na kipindi kama hicho mwaka jana. Kwa upande wa safari za barabarani kwa kutumia magari yanayoendeshwa kwa nishati badala, sekta inayokuwa kwa kasi zaidi nchini China, magari yaliyokuwa yakitumia mtandao wa magari ya gridi ya taifa yalichukua jumla ya kilowati saa milioni 52 katika vituo vya kuchaji vilivyoko katika vituo vya huduma za barabara kuu, kiwango cha juu zaidi kuliko kipindi kama hicho mwaka jana. Mashirika ya gridi ya taifa na gridi ya China Southern yamepeleka vitengo zaidi vya kuchaji magari vinavyohamashika na magari ya kuchaji kusaidia magari ya umeme wakati wa safari za likizo. Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa UNHRC katika kikao chake cha 60 kilichofanyika Jumatatu limepitisha kwa kauli moja azimio la kukuza na kulinda haki za kiuchumi, kijamii na kitamaduni katika muktadha wa kushughulikia tofauti za kijamii. Simi Wanjala anaarifu zaidi. Azimio hili liliongozwa na China na kuungwa mkono na karibu nchi 70 zikiwemo Bolivia, Misri, Pakistan na Afrika Kusini, likipata uungwaji mkono mpana kutoka kwa jumuiya ya kimataifa. Azimio hilo linapendekeza mijadala ya kina na mazungumzo ya wazi kufanyika katika baraza la UNHCR na linahimiza ofisi ya kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa OHCHR kuimarisha juhudi zake katika kukuza haki za kiuchumi, kijamii na
kitamaduni. Aidha, linaangazia umuhimu wa jukwaa la mtandaoni la UN, yani Knowledge Hub, kuhusu haki hizo katika kutoa msaada wa kiufundi na kujenga uwezo kwa nchi zinazoendelea. Cheng Shu, mwakilishi wa kudumu wa China katika ofisi ya Umoja wa Mataifa mjini Geneva na mashirika mengine ya kimataifa nchini Uswisi, amesema kuwa China iliwasilisha azimio hilo kwa lengo la kuondoa tofauti, kujenga mwafaka na kuhimiza hatua za vitendo. Wawakilishi kutoka nchi nyingi zinazoendelea waliunga mkono kwa nguvu azimio hilo, wakisema linazingatia mahitaji halisi ya watu na linaitikia wito wa mataifa yanayoendelea wa kuwekeza zaidi katika haki za kiuchumi, kijamii na kitamaduni. Maafisa wa OHCHR na wajumbe kutoka mataifa mbalimbali pia walitambua mchango wa China katika kuendeleza haki hizi muhimu. Waziri wa utamaduni wa Nigeria, Hannatu Musa Musawa, ametoa wito wa kuongezwa kwa uwekezaji katika elimu ya wanawake na uongozi wa kike. Waziri huyo aliyasema hayo hapo jana alipokuwa akizungumza pembezoni mwa kongamano la kitamaduni mjini Chengdu, kusini magharibi mwa China. Tomwanjala na maelezo zaidi. Katika mahojiano na CGTN, Musawa alisema kwamba kuendeleza haki za wanawake ni jambo la muhimu katika kujenga jamii imara. Musawa alihudhuria kongamano la utamaduni la Golden Panda, ambapo alisisitiza umuhimu wa elimu kwa wasichana na kuwepo kwa vielelezo vya wanawake katika nafasi za uongozi. Most of the African administrations now are being very active in ensuring that we raise the chances of women, whether in leadership. But because of the culture and because of the different traditions, it has been very difficult for us to push that through. So we continue to imbibe that through the educational system. We continue to see we push women into education. And what is important with us being in positions of leadership is that we can show other women in our communities that it is possible, because if we are able to do it, they're able to do it as well. Aidha, Musawa alionyesha nia ya kujifunza kutokana na mafanikio ya China katika masuala ya haki za wanawake, akitaja uongozi wa wanawake nchini humo kama chanzo cha msukumo na ushirikiano wa baadaye. I've seen in China, women leadership seems very important. So this is another thing that we want to learn and to see how we can participate and partner with China and be inspired by China. China inatarajiwa kuwa mwenyeji wa mkutano wa kimataifa wa wanawake mjini Beijing mwezi huu, ikiwa ni maadhimisho ya miaka 30 tangu mkutano wa dunia wa wanawake wa mwaka 1995. Katika jiji la Dalian, kaskazini mashariki mwa mkoa wa Liaoning, wakazi walikusanyika katika bustani ya umma kujaribu sanaa ya kukata karatasi za mapambo na kutengeneza keki za mwezi, yani mooncakes, wakidumisha uhusiano wa kijirani katika mazingira ya furaha sikukuu ya kati ya msimu wa vuli. Katika jiji la Yinchuan, kaskazini magharibi mwa mkoa wa Ningxiahu, maelfu ya keki za mwezi zilitengenezwa kuwa keki moja kubwa ya mfano wa mwezi ili kupamba bustani ya umma, na baadaye ziligawiwa bure kwa wageni kama baraka za sikukuu. Katika mkoa wa Sichuan, kusini magharibi mwa China, wakazi wa wilaya ya Beichuan Chang walifanya ngoma za joka na kushiriki maandazi ya mwezi yanayowakilisha umoja wa kifamilia. Katika jiji la Haining, mashariki mwa mkoa wa Zhejiang, shughuli ya kipekee zaidi jioni ya sikukuu hiyo ilikuwa kutazama mawimbi makubwa ya mto Qiantang yakipanda chini ya mwanga wa mwezi, huku onyesho la mwanga likipamba uzuri wa tukio hilo. Kaskazini mashariki mwa mkoa wa Jilin, majukwaa yaliwekwa kwenye meli za kitalii kwenye mto Songhua ili watu waweze kufurahia mwezi kamili wakiwa na familia zao, huku wakitazama maonesho ya kitamaduni. Wilayani Shoshan, mashariki mwa mkoa wa Anhui, kulifanyika ngoma ya tochi ya maelfu ya miaka, ikiwakilisha baraka na matumaini ya siku zijazo. Katika eneo la kihistoria na kitamaduni la Shanshanghang, jiji la Foju, mashariki mwa mkoa wa Fujian,
Maonyesho ya jadi yaliyokuwa na mchanganyiko wa lahaja, nyimbo za jadi na tamthilia za kienyeji yaliwafurahisha wakazi na watalii. Katika jiji la Huaihua katikati mwa mkoa wa Hunan, ngoma za kitamaduni zilionyesha uhai wa tamaduni za wenyeji kwa wageni. Katika jiji la Xi'an kaskazini magharibi mwa mkoa wa Shanxi, maonyesho ya kitamaduni yalifanyika katika maeneo maarufu ya kitalii, huku watalii wakipiga picha na kufurahia tamasha hilo. Usiku wa Jumatatu, onyesho la sauti na mwanga la kuvutia lilifanyika kwenye ziwa Taihu katika jiji la Wuxi mashariki mwa mkoa wa Jiangsu. Droni na fataki zilipamba anga la usiku zikiunda mandhari ya kuvutia. Katika jiji la Zhongshan kusini mwa mkoa wa Guangdong, maelfu ya droni zilipaa angani zikitoa burudani ya macho iliyounganisha teknolojia na utamaduni. Mji mkuu wa China, Beijing, uliwapokea watalii kwa zaidi ya matukio 3,300 ya kitamaduni na utalii wakati wa likizo ya siku 8 ya sikukuu ya kitaifa na sikukuu ya kati ya msimu wa vuli iliyoanza Oktoba mosi. Karibu sasa kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China, na leo Zakia Pong yuko mkoa wa Jilin. Anatufahamisha jinsi makampuni ya wastani yanakuwa kwa haraka katika kutengeneza bidhaa zao kwa kutumia teknolojia za kisasa, uvumbuzi na kukumbatia teknolojia mpya. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Makampuni matatu katika mkoa wa Jilin wa kaskazini mashariki mwa China yanatoa mifano halisi ya mkakati mpya wa mageuzi ya viwanda nchini China kwa kusukuma zaidi biashara ndogo na zenye ukubwa kati kuwa kampuni ya jitu dogo ambayo yanajishughulisha na uzalishaji, utaalam katika soko la biashara na kujivunia teknolojia ya hali ya juu. Kampuni hizo tatu: Haoyue Group, mzalishaji wa nyama ya ng'ombe; Anrit, mtengenezaji wa porini ya binadamu; Changyou Food, mtengenezaji wa chapati, wanaongoza katika kutengeneza bidhaa zao kwa kutumia teknolojia za kisasa, uvumbuzi na kukumbatia teknolojia mpya. Ndani ya kituo cha kuzalisha nyama ya ng'ombe cha kampuni ya Haoyue Group katika mji wa Yangchun, mazizi safi, muziki wa jadi na hata mashine za masaji hujenga mahali kama kiwanda cha kisasa kuliko shamba la mifugo. Kwa mifugo bora zaidi na ufugaji wa kisayansi, nyama ya ng'ombe ya kampuni ya Haoyue imeidhinishwa katika nchi 27 na kuifanya kuwa kati ya wauzaji wakubwa wa nyama ya ng'ombe wa China. Katika mji wa Tonghua, kampuni nyingine ya jitu dogo, kampuni Anrit, imepata mafanikio kudhibiti tu pengo la utengenezaji wa porini ya binadamu, bali pia unasukuma usahihi wa kibioteki katika masoko ya kimataifa. Kampuni hiyo ina mifumo ya kujieleza ya chachu kuzalisha albumin ya usafi wa hali ya juu ambayo ni salama zaidi yenye gharama nafuu. Wakati huo huo, katika mji wa Dunhua, uvumbuzi unachukua nafasi kubwa. Kampuni ya Changyou Food inageuza maandishi kwenye vitafunwa vya mitaani vya Wachina kwa nia za uzalishaji wa kiwango cha dawa na itifaki kali za uchachishaji. Chapati zake zinasafirishwa hadi kwenye nchi 16. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Naam, mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua
kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Hamjambo, karibuni katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. 第6课，包子多少钱一个？ Sikiliza rekodi hii na usome. 钱钱茶茶 Sasa tunajifunza maneno mapya. Tafadhali soma baada ya sauti zilizorekodiwa. 买买多少多少块块杯杯太贵了太贵了 Kinachofuata tuangalie matumizi ya maneno haya. 买 Tafadhali soma nami maneno haya. 买包子，买包子多少多少钱？多少钱多少本书？多少本书块2块钱。 2块钱杯一杯茶，一杯茶太贵了太贵了。 太贵了 Kiasi gani? Huu ni mgahawa. Unajua jinsi ya kuuliza bei? Njoo ujaribu. 包子多少钱一个？ 3块， 面条多少钱一碗？ 20块， 米饭多少钱一碗？ 5块， 水多少钱一瓶？ 2块， 一共多少钱？ 30块。 Pita katika kituo cha ukaguzi. Tafadhali soma maneno mapya kwenye kadi ya maneno ili kuwasaidia abiria kupita katika kituo cha ukaguzi wa usalama bila matatizo. Unasomaje neno hili? 多少 Unasomaje neno hili? 买 Unasomaje neno hili? 块 Unasomaje neno hili? 杯 Unasomaje neno hili? 太 Unasomaje neno hili? 贵 Kazi ya nyumbani kwa leo ni kusoma maneno mapya. Kesho tutaendelea kucheza mchezo wa maneno. 再见 Na ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, ndipo napohitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Nimekuwa wako Khamis Darwesh. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.